zangu waandishi wa habari, tumewaita hapa Amel Dar, na mbele sura ambazo mnaziona ni sura ambazo mnazifahamu, lakini pengine imekuwa surprise kwenu. Tumekutana kwa pamoja. Hapa kuna Gift Alex Macha ambaye yeye ni mtayarishaji na mtangazaji kutoka kituo cha Azam Media, lakini yupo hapa Hussein Masanza ambaye yeye ni afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars, lakini pia tunaye almaruf Mzee Shayo ambaye anatoka kwenye tasnia ya uchekeshaji. Tunauza vituko. Mnauza vituko? Tuko na muuzaji wa vituko hapa Mzee Shayo, na mimi ni Ali Shaban Kamwe, ni afisa habari wa klabu ya Young Africans. Kwa nini tumejumuika sisi pamoja, na kwa nini pia tumuwaita ndugu zetu waandishi wa habari tuweze kuzungumza siku ya leo hapa Amel Dar? Jambo la kwanza, wote ambao mnatuona hapa, sisi ni wenyeji wa mkoa wa Kilimanjaro. Sisi kwetu ni Kilimanjaro, wote ambao mnatuona hapa, na tunaamini mkoa wetu wa Kilimanjaro ni mkoa ambao umekusanya watu wengi sana ambao wako Dar es Salaam hapa wakifanya shughuli mbalimbali, lakini pia wako nje pia ya nchi wakifanya shughuli mbalimbali, lakini asili yao ni Kilimanjaro. Sasa tumetafakari, na tafakuri ya muda mrefu kidogo, alikuwa jambo la ghafla, ilikuwa ni jambo la muda mrefu. Tuliketi chini kwa pamoja kama watu wenye asili ya mkoa wa Kilimanjaro, mkoa ambao umekuwa ukibeba sifa nyingi, na mkoa wetu unajua una sifa ya kubeba mlima mkubwa barani Afrika, na sisi tupo. Tukatafakari kwa pamoja, tukasema kwa nini safari hii tusifanye jambo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro? Kwa nini sisi ambao tuko mjini Dar es Salaam, tuko mikoa tofauti tofauti na tuna nafasi kwenye sehemu tofauti tofauti, kwa nini safari hii tusifanye jambo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro? Kwa tukafanya vikao vingi vya ndani, na vikao hivyo vikatukutanisha watu mashuhuri wengi wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Watu mashuhuri na maanisha kwenye kila tasnia ambayo inatoa watu mashuhuri, tulikutana kama watu wa Kilimanjaro na tukakubaliana kwa pamoja baada ya vikao vingi kwamba mwaka huu basi Mwenyezi Mungu atuongoze, turudi nyumbani kwetu Kilimanjaro, twende tukafanye jambo kwa ajili ya jamii yetu ya Kilimanjaro. Kwa hiyo tasnia ambao zimekusanyika kwa pamoja, wako waandishi wa habari ambao ni mashuhuri kweli kweli wanatokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wasanii kwa maana ya waimba mziki wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wasanii ambao ni waigizaji wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wasanii kwenye tasnia hii ya comedy wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wacheza mpira kwa maana ya players wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wasemaji wa klabu hizi zinazoshiriki ligi kuu, ligi daraja la kwanza ambao wanatokea mkoa wa Kilimanjaro, lakini wako watu mbalimbali kwenye tasnia tofauti tofauti ambao asili yao ni mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo tukasema tuje na kitu kinaitwa Kili Icons, yani zile nembo za Kilimanjaro zote kwa pamoja kwenye tasnia tofauti tofauti, tuziingize kwenye kapu moja linaloitwa Kili Icons. Kila icon ya Kilimanjaro tutahitaji kwenye jambo hili, ambao tumeweza kuwafikia. Tunashukuru kwa ushirikiano wao, na wale ambao bado hatukuweza kukutana, basi kupitia mkutano huu wasikie sauti zetu kwamba Kilimanjaro inatuita, Kilimanjaro inatuhitaji, na wakati ni sasa wa kwenda kurudisha kwa jamii yetu ya Kilimanjaro. Wanazungumza wenzangu mengi hapa kuhusu mkoa wetu wa Kilimanjaro, lakini nijikite kwenye tukio lenyewe na dhamira yenyewe ya hii Kili Icons. Baada ya kukusanyana sasa Kili Icons kwa pamoja, tukasema tunataka tukafanye jambo katika mkoa wetu. Sasa tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi? Tushakubaliana
tunataka turudi nyumbani tukafanya jambo. Tunaanzia wapi? Ukirudi nyuma kwenye mkoa wa Kilimanjaro, yuko mdau mmoja anafahamika kwa jina la Laurent Kinabo, ambaye yeye anamiliki kituo cha michezo ambacho kinaitwa jina la Kili Wonders Sports Center. Nafikiri mnafahamu ndugu yetu Laurent Kinabo alikuwa na timu yake, gift ya timu jina yake inaitwaje ile? Kuna katimu fulani anakamiliki ka mpira kule Kilimanjaro, alitumua mwaka huu kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Kili Wonders kakaja kufia hapo KMC na Simba hapo. Ilituuma timu yetu ya mkoa, ilituuma. Kama yeye kuna namna ya kuitetea tungetetea, lakini ndio hivyo, kanuni zilikuwa haziruhusu. Lakini timu yetu ya mkoa Kili Wonders ambayo bwana Laurent Kinabo anaimiliki ilikufa kifo kibaya sana hapo KMC, ikatolewa kwenye mashine. Lakini juhudi zake zile za kuhakikisha kwamba anaopromote mkoa wa Kilimanjaro, juhudi zake za kuonyesha kwamba vijana wenzetu ambao wapo Kilimanjaro na wanazishikilia ndoto zao, bwana Kinabo anahakikisha atengeneza njia. Huyu alikuwa mtu wa kwanza sisi kumfikia, kwa sababu tayari amekuwa na hii platform. Kwa miaka mitatu amekuwa akifanya matamasha haya ya Kilimanjaro kwa vijana wa pale na kila kitu. Tukasema huyu kwa sababu ameshakuwa na mwanzo, tumfikie huyu, tuzungumze naye na tumueleze dhamira kubwa ambayo tuko nayo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwanza kumshukuru na kumpongeza bwana Laurent Kinabo. Alitupokea vizuri na tukamuuzia wazo letu na akalipokea vizuri. Kwa hiyo tukakubaliana mwisho kwamba mwaka huu yale matamasha ambayo bwana Kinabo huwa anafanya kupitia hichi kituo chake cha Kili Wonders, safari hii tu join pamoja na tutengeneze kitu kinaitwa Kili Icons. Kwa hiyo hii Kili Icons itashirikiana kwa wale wakazi wetu, ndugu zetu wa mkoa wa Kilimanjaro ambao mmekuwa mkishuhudia haya mabonanza mbalimbali, matamasha mbalimbali ambayo bwana Kinabo huwa anayaandaa. Kwa mwaka huu sasa tumeunga nguvu pale. Hizi nembo za Kilimanjaro zinakuja sasa kutengeneza tamasha moja kubwa ambalo halijawahi kufanyika Kilimanjaro. Na sio tu Kilimanjaro, halijawahi kufanyika Tanzania. Kwa sababu sisi tunaamini mkoa wa Kilimanjaro ndio mkoa uliobeba watu smart zaidi Tanzania. Yaani kama kuna mkoa ambao una watu smart ni mkoa wa Kilimanjaro. Hapo usichangie bado. Na ulevi kidogo. Na ulevi kidogo. Kwa hiyo sisi tunajivunia sana mkoa wetu. Kwa hiyo tukasema awamu hii twende tukafanye jambo la kihistoria, jambo ambalo halijawahi kufanyika. Sasa hilo jambo lenyewe ndio limetuletea hiyo saba special. Yaani siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2025 itakuwa ni siku ya Jumatatu hiyo, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Hizi nembo zote za Kilimanjaro, yani watu mashuhuri, mastaa wote wa Kilimanjaro, siku hii ya tarehe 7 watakuwepo kwenye viwanja vya ushirika pale Moshi kwa ajili ya kwenda kulikamilisha tamasha hili kubwa la kihistoria la Kili Icons. Tumekusanya mastaa kwenye mziki, tumekusanya mastaa kwenye kiwanda cha Bongo Movie, tumekusanya mastaa kwenye kiwanda cha comedians ambao sasa hivi ni kiwanda kinachofanya vizuri kweli kweli, tumekusanya mastaa kwenye football. Hapa kwenye football ieleweke, Mtanzania pekee aliyecheza FIFA Club World Cup ametoka Kilimanjaro. Selemani Mwalimu ni mwenzetu. Yaani hakuna kabila lolote au mkoa wowote ulioshiriki klabu bingwa ya dunia kule Marekani zaidi ya Kilimanjaro. Kuna kijana wetu na tuko proud kweli kweli na kijana wetu wa Kilimanjaro. Kwa hiyo kama kuna mkoa namba 1 wenye mafanikio kimpira kwa mwaka huu, Kilimanjaro si namba 1. Na kupitia Selemani Mwalimu ambaye alianzia Moshi Pasua safari yake ya mpira, tunataka turudi naye pale pale Moshi Pasua, turudi naye Kilimanjaro, tuende tukawaambie vijana wengine wenye ndoto za kucheza mpira kwamba inawezekana kufika alipofika Selemani Mwalimu na kufika zaidi ya hapo. Inawezekana. Mkoa wetu japokuwa mmekuwa ukiandikwa sana kwamba uko nyuma kimpira,
na hii ni kwa sababu tumekosa timu inayocheza ligi kuu. Hili linatuuma, lakini tuwahakikishie kupitia tamasha hili la Kili Icons, kupitia viongozi wetu wa vyama vya mpira pale Kilimanjaro, kupitia viongozi wetu wa kiserikali wa mkoa, tunakwenda kupata azimio la pamoja la kuitafuta timu inayotoa Kilimanjaro itakayocheza ligi kuu ya Tanzania. Hili tunakwenda kukubaliana siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Mkoa wetu unafanya vizuri sana, lakini tumekuwa tukikosa matamasha makubwa kama haya ya Kili Icons ya kwenda kuibua na kuleta hamasa kwa vijana wa pale Kilimanjaro waamini inawezekana kufika mbali. Msanii namba 1 kwenye kiwanda cha maigizo Jacob Steve ni Mpare mwenzetu. Jacob Steve ni Mpare mwenzetu. Akija Dar es Salaam tumbo limekavimba nini na sahau. Ni Mpare mwenzetu. Kule Kilimanjaro kuna waigizaji wengi wenye vipaji vikubwa, lakini walikuwa wanakosa fursa kubwa kama hii itakayopatikana tarehe 7 waweze kuonyesha talenti zao. Ukija kwenye kuimba huku tunaye Nandi ni wa kwetu. Binasi kule Binasi. Wote kumbe. Binasi ndio Kinondoni nilifanya mjua kama Dar es Salaam. Kumbe ni mwenzetu. Kumbe William Limo. Maua Sama ni mwenzetu. Wozu ni mwenzetu. Na automatic kama Wozu ni mwenzetu na aliyemuoa ni mwenzetu. Yaani ni Marangu. Tunaenda huko. Jo Makini mwenzetu. Dogo Janja mheshimiwa diwani mwenzetu. Mheshimiwa mbunge Hashimu Ibwe mwenzetu. Nimeona nani hapa mheshimiwa Niki mwenzetu. Sasa inabidi kidogo aangalie taratibu. Majukumu yale ya serikali sawa, lakini tarehe 7 yeye ni nembo ya Kilimanjaro. Watu wa Kilimanjaro wanataka kujivunia mheshimiwa Niki. Kwa hiyo tunakuomba, hii movement inakuhitaji na wewe. Tasnia inayotaja hapa hizo zinaonyesha ukubwa wa mkoa wa Kilimanjaro. Na sisi tumekubaliana kwa pamoja tarehe 7 mwezi wa 7 nembo zote za Kilimanjaro mnazoziona kwenye TV, mnazoziona kwenye mitandao ya kijamii, mnazosikia kwenye redio zitashuka viwanja vya ushirika na tutakuwa na tamasha kubwa. Tamasha hili sasa nilielezea, alafu niwape nafasi wenzangu. Kutakuwa na timu ya mpira wa miguu itakayotengenezwa na wachezaji wanaotoka Kilimanjaro. Hawa kina Lianga, kina Faridi Musa, kina Selemani Mwalimu, Bela Igaule, Wilson Nangu, wote wa kwetu hujua hao. Huwa tu tukija mjini huku watu hawamalizii. Naitwa Wilson Nangu kutoka Machame, mtu asemi. Jacob Masawe, wote hao ni wa kwetu hao. Umeelewa? Munishi, wote hao. Lakini pia tutapewa nguvu na wachezaji ambao ni marafiki wa hawa wachezaji wa Kilimanjaro, ambao tutawachukua waende kule kwenda kuinfluence vijana wengine. Kwa maana hiyo, kutoka upande wetu sisi ambao tumezungumza nao na ufanyia kazi, Maxim pia Nzegeli atakwenda kula inaitwaje ile? Mbege. Tunamwandalia mbege Maxim pia Nzegeli Kilimanjaro. Pakome Zuzwa tutampa nini ile kichuri ile? Kichuri. Atapiga kichuri Pakome Zuzwa. Stefano Azizi Kia ameniambia anatua tarehe 4. Tarehe 4 ambayo ni tarehe 7. Maana yake tarehe 4 automatic Mwamba wa Gadugu naye kutoka huko Marekani atatua Kilimanjaro. Atakuja kueleza kutoka kwake watu gani ambao atawaongeza. Kwa watu hawa wana marafiki wengi. Kwa upande wa ndani kina Mwamnyeto, kina Jobu, wote wanatengeneza timu ya pamoja kushirikiana na hawa Kili Icons itakayocheza mechi na timu ya kituo cha Kili Wonders. Hii mechi hii ya dakika 90 inaweza kuwa mechi itakayoamua hatima za wale vijana wanaocheza pale. Kwa sababu sisi ambao tupo kwenye field ya mpira tutaalika viongozi mbalimbali wa vilabu kuja kushuhudia hiyo mechi. Lengo waone talent za Kilimanjaro. Baada ya hapo tutakuwa na shughuli nyingine. Hawa wasanii wa comedian watakuja kueleza watachokifanya, lakini wasanii wa muziki wataimba siku hiyo pale, mtawasikia. Wasanii wa Bongo Movie watapata nafasi ya kutoa semina kwa wasanii wengine wa Kilimanjaro wanaoigiza, wapate na wao kupata ABC
hawa waliwezaji wakafika juu. Kwa hiyo tuna tamasha kubwa kweli kweli ambalo halijawahi kutokea. Kwa hiyo tumie fursa hii kuwaomba wana Kilimanjaro wenzetu sehemu zote, wilaya zote, siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 kuanzia saa 2 kamili asubuhi tukutane kwenye viwanja vya ushirika Moshi, tuje tupate burudani ya pamoja. Kwa nukta hiyo nimkaribishe mwenzangu Hussein Masanza aweze kuzungumza, atakuja gift match alafu tutatufungia mzee Shayo mwishoni. Ali ameeleza kinaga ubaga theme nzima ambayo tumekuja nayo ya Kili Icons. Ametambulisha project hii ambayo inaenda kufanyikia pale ushirika Moshi, na kama alivyosema, mimi nitasherehesha tu kidogo. Kilimanjaro ndio mkoa pekee mashuhuri zaidi Afrika. Yaani mkoa wenyewe ndio nao ni icon. Sahihi. Yaani tunaposema Kili Icons, hata mkoa wenyewe nao ni icon kwa sababu ni mashuhuri kupitia mlima wetu wa Kilimanjaro. Na watu mashuhuri wako wengi. Ali alikuwa anajaribu kuwagusagusa baadhi, lakini ni wengi kweli kweli. Hata kwenye hii press ilikuwa tuwe naye mwenzetu Kiredio. Yeah. Lakini kutokana na udhuru ameshindwa kufika kwa wakati, ila naye ni mwana Kilimanjaro. Kwa hiyo ukanda ule tumebarikiwa kweli kweli. Sasa sisi kama icons ambao tunatokea Kilimanjaro tuliona ipo haja ya kufanya jambo hili, na lengo kubwa, kwa nini tunafanya hivi? Kwa nini tumekuja kuandaa tamasha hili maalum ndani ya siku ya tarehe 7? Kwa nini? Yaani kwa nini tumefanya hiki kitu? Lengo kubwa ni moja tu. Kuhamasisha vijana na kuhamasisha watu ambao wanatoka Kilimanjaro popote pale walipo waone inawezekana kupitia hawa icons ambao wameshafanya vitu katika tasnia zao. Yaani leo hii kama kuna kijana yuko pale Kilimanjaro, yuko pale Moshi, yuko pale Mwanga kwa mheshimiwa mbunge Hashim Ibwe, akimuona Ali Kamwe na akafahamu kumbe Ali anatokea Kilimanjaro, basi na yeye katika ndoto zake anazidi kupambana. Ndio lengo kubwa. Kama kuna mwimbaji akiona kumbe kina Mauasama hawa wametoka nyumbani kina Nandi, basi na yeye anaona kumbe inawezekana. Ndio lengo. Kwa hiyo tuliamua tu highlight hiyo na tumeona ni kitu kizuri. Na wakati wengine tarehe 7 wanaitumia kufanya maonesho ya biashara sababu ni sikukuu ya 7/7, si ndio? Sisi kama Kili Icons tulitafakari tukasema sisi tuoneshe kitu gani ambacho kiko nyumbani, tuna nyota gani nyumbani na tuna mambo mangapi makubwa tunaweza kuyafanya tukiwa ni asili yetu ni Kilimanjaro. Kwa hiyo kubwa ni hilo. Na ndugu yangu mimi nimeshangaa kitu kimoja, Ali umemzungumzia vizuri sana Selemani Mwalimu, lakini hujasema kama ametokea Singida Black Stars. Wataka kuharibu press kama. Tungejikita kwenye Kili Icons. Selemani Mwalimu kijana wetu ambaye Singida Black Stars tulimuona na tukamfungulia dunia. Tukampa fursa, tukamuamini na ameonekana duniani na anaiwakilisha vizuri sana Kilimanjaro. Kwa hiyo pia tunatumia fursa hii kuwahamasisha ama kuwakumbusha wale wote ambao tayari wanafanya vizuri katika maeneo mbalimbali na wana asili ya Kilimanjaro waanze kujitokeza na waje kuungana na sisi kwenye hii movement. Kwa sababu wana Kilimanjaro ni wengi kaka. Hapa Dar es Salaam wamejaa kweli kweli. Lakini pengine hakupata platform ya kuonekana au kujitambulisha. Sasa hii iwe ni sehemu au iwe ni chachu ya wao kuhamasika na kujitambulisha. Usione aibu kuwa mwana Kilimanjaro, ijitokeze mbele kwa sababu ndio mkoa ambao umebarikiwa. Hata top 4 ya ligi kuu msimu ulivyoisha, ukiangalia wasemaji watatu katika top 3 wote wanatoka Kilimanjaro. Yuko Ali, niko mimi, yuko Hashim Ibwe. Napata potea. Kuna yule mmoja tu ndo. Na Mediali kasoma Kilimanjaro. Naye amesoma pale Kilinjiko. Naye amesoma Kilinjiko. Anakaa top 4. Unajua nipata potea Hata Amir amesoma Kilinjiko pale Kilimanjaro. Kwa hiyo unaweza ukaona watu wa ukanda huo kidogo tumebarikiwa, na ndio maana tunakuja mbele za watu ili kuhamasisha. Katoka kusini hadi kaskazini. So ni hamasa. Kwa hiyo tunatumia fursa hii kuwatambulishia hii movement, lakini pia kuwakaribisha sana. Tutaendelea kutoa ratiba mbalimbali kuelekea hiyo siku ya tarehe 7. Na nadhani kuna mipango ya ratiba utaielezea vizuri. Sahihi. Kuna ratiba hapa ya safari ataielezea vizuri. Tunaenda Kilimanjaro nyumbani na tunataka twende na watu wengi. Popote mtu alipo. Sasa hivi hakuna shughuli nyingi. Mpira umeshaisha, msimu tumeshamaliza. Wale watu wa mpira tunakutana pale ushirika Moshi kwa ajili ya kilele cha kuadhimisha siku hii muhimu. Kwa hiyo mengine tutaendelea kuongea na kupitia maswali yenu baadaye tutaweza kufafanua zaidi, lakini muda huu nimkaribishe presenter handsome gift kutoka Azam Media.
aweze kueleza naye machache kabla hatujaenda kwa mzee Shah. Mzee kijana. Bana, karibu sana.